Kianza na hii hapa, chama cha wanasheria cha Tanganyika Law Society TLS kimeshauri serikali kusimamia misingi ya haki na demokrasia katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu kwa kudhibiti uwepo wa kikundi cha watu wanaojulikana kama kikosi kazi kinachodaiwa kuhusika na ukiukwaji wa haki kwa wananchi, ikiwemo utekaji na kuwatesa baadhi ya watu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mwanahabari wetu Msagati Julius na taarifa hiyo. Ni katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society TLS kinachofanyika hapa jijini Arusha, kikiwa na lengo la kujadili mwenendo wa maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rais wa chama hiki Boniface Mwabukusi ameeleza kuwa chama hiki hakiridhishwi na mwenendo wa matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na baadhi ya watu, ambako amedai kwamba hatua hiyo inakwenda kudidimiza ustawi wa demokrasia nchini. TLS inashauri kwamba kwa kuzingatia hali halisi ya utendaji wa vyombo vyetu vya utoaji haki, hususan jeshi la polisi, na kwa kuzingatia mazingira ya kiusalama kwa raia na kukithiri kwa vitendo vya utekaji na kupotezwa kwa wananchi, pamoja na kushamiri kwa desturi ya kuwa na vitu vinavyoitwa vikosi kazi, task force, katika jeshi la polisi, ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria, TLS inatoa rai kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kuunda chombo maalum cha kisheria kitakachosimamia na kuangalia namna ambavyo wananchi wanatendewa haki na hizi law enforcement agency. Akifungua mkutano huo, waziri wa nchi ofisi ya Rais, utumishi wa umma na utawala bora, George Simbachawene, amewataka wajumbe wa mkutano huo ambao ni wataalamu wa sheria kuhakikisha wanakuwa na mijadala yenye kuakisi ustawi wa amani nchini. Mwisho wa siku ni taifa letu libaki moja, na mimi nakubaliana taifa letu libaki moja. Na kwa hivyo ni waombe sana katika mjadala huu, katika mazingira haya tete na tata, mawazo ya kuboresha yatolewe, lakini mawazo yanayolenga kuvunja tujizuie nayo, kwa sababu pia yapo. Kuna watu wengine wangetamani tuingie hata kwenye vita. Kuna watu wengine wana initiate twende huko. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo wamekuwa na mitazamo tofauti juu ya hatua zilizopo kuelekea uchaguzi mkuu, huku wakipendekeza sheria kusimamiwa ipasavyo ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki na amani kusalia nchini. Pindi panapokuwa na tume huru ambayo inayojitegemea, itakuwa na uwezo wa kufesi ile tume ya uchaguzi kwa kuangalia masuala mazima yale ambayo hayako sawa kisheria kuhusiana na uhuru wa haki, na hususani na masuala mazima ya uchaguzi ambao uko uhuru kwa minajili ya sheria zilizowekwa. Tume inapochunguza juu ya ukiukaji wa haki za binadamu au ukiukaji wa kanuni za utawala bora, mwisho inatoa mapendekezo. Labda tume ingepewa tu mamlaka ya moja kwa moja kwamba itoe hukumu kama ya mahakama, badala ya kusema inatoa mapendekezo. Ingawa mapendekezo yale pia sheria inasema yanaweza kupelekwa mahakamani. Mkutano huu utafanyika kwa muda wa siku 3 hapa jijini Arusha kujadili mwenendo wa maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Kutoka hapa jijini Arusha, Sagati Julius, EATV. Wizara ya Maji